alivyosajiliwa kutoka Singida United, maana yule tulipewa ilikuwa ni mchezaji wa kupewa kamalizika. Kwa hiyo mimi naamini kuna vitu ambavyo vinaweza vikamalizika, lakini kama mlikuwa hamna nia tena ya mchezaji, ili mradi mnamtafutia sababu eti kwamba aende kufanya trial na wachezaji wa under 20. Alafu kimwangalia yule ni senior, kuna vitu fulani hawezi kwenda Jonathan Soa yupo, kama hayupo basi atakuwa yuko kwao, lakini taarifa viongozi wangu wanayo. Bwana Sam, tumekutana tena asubuhi ya leo. Ni tarehe Mei 18, 2025, 2026 kumrazi. Tarehe 18 leo Jumatatu. Bwana, taarifa kubwa ndani ya klabu ya Simba ni kuhusiana na kutoweka ghafla kwa mshambuliaji wao tegemewa. Maana yake wakati anasajiliwa ndo alikuwa mshambuliaji tegemewa, raia kutoka Ghana, Bwana Jonathan Soa, na uongozi unasema hawajui Jonathan Soa alipo, lakini katika chanzo cha kuaminika, baada ya kupambana sana kumtafuta, mwisho wa siku amepatikana, na yeye amezungumza kwa nini ameamua kuondoka ndani ya klabu hiyo. Jonathan Soa ameelezea vitu vingi ambavyo tutakuja kuvizungumza baadaye, lakini tuanze kwenye point ya kwamba kama uongozi wanavyosema kwamba Jonathan Soa ni kweli hayupo nchini kwa sasa, ametoweka katika mazingira ambayo viongozi hawajui, na wao wametoa taarifa kwamba hawafahamu alipo Jonathan Soa, na simu zake zote wanazompigia, namba wanazozijua hazipatikani. Kwenye scenario kama hiyo, kwa mchezaji kama Jonathan Soa alivyosajiliwa kutoka Singida United, maana yule tulipewa ilikuwa ni mchezaji wa kupewa, amekuja Simba kutokana na maelezo ya the boss mwenyewe. Kuna makubaliano ambayo yalifanyika baina ya Singida na Simba, ikatubidi sisi Simba tuweze watu wa Singida wenyewe, Modeuji mtu wa Singida pamoja na mheshimiwa waliamaliza kifamilia, na sisi tunachukua kama tulivyoweza kuwasikia. Kwa hiyo Jonathan Soa kuja Simba, management ya Simba iliamua kumuuza Steven Joseph Mukwala kwa sababu Jonathan Soa awe mshambuliaji namba 1 kama backup ya Steven Joseph Mukwala, alafu mshambuliaji ambaye ni second ni Mwalimu. Kwa hiyo baadaye likatokea hili ambayo sintofahamu kwenye mechi ya Dodoma Jiji ambayo tulikuwa tunajiandaa kwenda kwenye mechi ya dabi ya mtani wetu. Ukatokea scenario kwamba mchezaji alitoka kambini pasipo kutukuomba ruhusa. Kuna vitu ambavyo vilikuja viashiria vingi ambavyo vya utovu wa nidhamu. Ina maana kwenye kamati tendaji ikajaribu kumsimamisha na kupanga siku ambayo wao wenyewe walipanga kwamba kwenda kuketi na kuweza kumtolea adhabu kali. Na adhabu iliyokuja kutolewa ni kwamba yeye aende akafanye trial na wachezaji wa under 20. Ndivyo. Kwa hiyo ina maana kwanza ni jambo ambalo mimi naamini kama nyinyi mliamua kumuita mchezaji na mchezaji alikili, ilikuwa ni swala la kuweza kulimaliza ndani. So lazima iwe public kwa sababu mchezaji alikili kuna vitu ambavyo alikosea, na tumeshawaona wachezaji wengi ambao waliwahi kufanya mambo kama hayo, akiwemo baadhi ya wachezaji ambao wameshawahi kupita Simba, lakini mwisho wa siku Mtukutu Bernard Molson, lakini ilikuja ikamalizika. Kwa hiyo mimi naamini kuna vitu ambavyo vinaweza vikamalizika, lakini kama mlikuwa hamna nia tena ya mchezaji, ili mradi mnamtafutia sababu eti kwamba aende kufanya trial na wachezaji wa under 20. Alafu kimwangalia yule ni senior, kuna vitu fulani hawezi kwenda yani Jonathan Soa, kama sikukati kauli, haikumuingia akilini kwamba mmemsajili kutoka klabu aliyokuwa ameingia dirisha dogo, anakuja kumaliza katika michezo 15 aliyocheza, anamaliza na magoli 13. Anaingia kwenye timu yenu, inatokea sintofahamu ya kibinadamu. Maana yake yule ni binadamu, yaliyotokea ni ya kibinadamu. Akubali tu kirahisi kwenda kucheza timu ya vijana, inakuwa ngumu. Ni ngumu kwa sababu ukimwangalia Jonathan Soa ni mchezaji ambaye ni player mzuri, kila mtu anatamani kufanya naye kazi. Kuna hivi vitu viongozi baadhi ya msemaji wetu alishawahi kukili, kama hana nidhamu anaweza kutumia akili ya Shomari Kapombe. Kipindi kile tunamzamilu Yasini, mlisema nidhamu atatumia ya Kibu Denis. Naam, ya Kibu Denis. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo
tunakuwa tunajaribu kuongea kuaminisha watu tofauti na uhalisia. Kwa hiyo mchezaji naye ana maisha yake ni mpira. Anaona kabisa kwamba klabu mbona kama inanizalilisha, mimi ni senior, leo niende nikacheze na vijana wadogo kufanya trial, wale wana kitu gani mimi cha kuweza mimi kuingiza, nimeshatoka kule. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo yeye amejihisi kama amezalilishwa, na yeye alishatoka akaomba msamaha kwa kile ambacho yeye anakiona kakosea ndani ya klabu yake, ndani ya wajili wake. Kwa hiyo ilikuwa inahitajika uongozi uweze kumpa warning ya mwisho kwa kile, kwa sababu ndo mara ya kwanza anafanya hicho kitu ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria turudi tuweze kufanya kazi kuifanyia klabu yetu impact kubwa, kwa sababu Jonathan Soa kuna vitu ameenda kuigharimu Simba kipindi ambacho tunajitafuta. Acha sasa hivi labda kidogo kulingana na mfumo ya Steve Barker tunaona Simba kidogo imeonyesha performance nzuri, lakini kuna wakati tulikuwa tuna struggle sana. Tuje kwenye hii taarifa ambayo ukichukulia kawaida sawa, lakini wadadisi wa mambo wanalitazama kwa jicho la upekee kwamba mchezaji katoweka kambini, alafu uongozi wanasema hawajui alipo na simu zake anazopigiwa hazipatikani. Of course, kwa sababu inavyosemekana ni Jonathan Soa amejaribu kutafuta suruhu. Akienda kwenye sehemu fulani hana support yoyote, kwa sababu tayari klabu wameenda kufunga milango kwenye yale maeneo, kwa sababu ukizingatia ni mchezaji ambaye ni mgeni, hajui apitie wapi aende wapi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo yeye anahisi kabisa kwamba nilinyimwa haki ya kimsingi na mimi kama kutoa maoni yangu. Na kwa kukumbusha kwenye taarifa ya baada ya adhabu kutoka ya kwamba amefungiwa baadhi ya nakumbuka adhabu ilitoka kipindi kile, lakini baadaye alikuja akajitokeza akaeleza nini kilichotokea, akazungumza, na miongoni mwa sababu zilizotajwa ni kwamba alisafiri na timu akiwa hajavaa jezi maalum ambazo wachezaji wanatakiwa kuvaa pindi wanaposafiri na timu. Yeye akasema sio kweli, hata video zipo ataonyesha. Baada ya kuitwa kwenye kamati ya nidhamu alizungumza kila kitu. Alituhumiwa pia kucheza kufanya rafu kwa makusudi kwenye mchezo kati na mechi ya Simba na nani nakumbuka, akapewa kadi, kitu ambacho kilipelekea timu kupata wakati mgumu, lakini kwenye kamati alijielezea kwamba yale ni matukio ya kibinadamu na yeye kama mchezaji alikuwa kwenye harakati za kutafuta mpira, ikawa imemtokea kama amepata kadi, lakini hakufanya ili kuichomesha Simba kama ambavyo inatafsiriwa. Ulikuwa utetezi wake Soa. Of course, ukisema kuhusu kadi, kuanza kuongelea kuhusu jezi wakati timu inaelekea kwenye mechi na Dodoma Jiji, sio kweli. Kwa sababu kuna picha ambazo zilikuwa zinatembea. Jonathan Soa alikuwa amevaa jezi. Ya mimi nakumbuka, na alikuwa kwenye siti moja amekaa na Bajabil. Ya kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza tukasema kama Simba wanahitaji kutengeneza kitendo cha kumtoa senior mchezaji ukampeleka chini akafanya trial. Kuna kitu ambacho yani kwenye kichwa chake kama unataka kwenda kumharibu. Na wewe kwako sio sawa. Kwangu mimi sio sawa, kwa sababu hivi tunavyoishi klabu yetu ni kubwa na tunahitaji tuishi kwenye mazingira ambayo yawapendeze hata wanaotamani kuja kucheza Simba Sports Club. Simba ni klabu kubwa na sasa hivi kila mchezaji wa nje anatamani kuja kucheza Simba Sports Club kulingana na mafanikio ambayo yanaonekana. Okay. Kwa hizi scenario ndogo zinaenda kuchafua taswira ya klabu yetu. Kwa hiyo kama mchezaji amekiri amefanya kosa, the way basi naje tukukae naye kama familia. Tunampa onyo. La kwanza ujue sisi tunaishi kwenye mfumo huu. Na yeye anapokuja klabuni kweli kuna vitu ambavyo kabla ya mkataba anaelekezwa. Maisha ya kuishi Tanzania tunaishi hivi. Kwa hiyo unapoitumia hata simu kuna utaratibu huu na huu. Nafikiri wanaingia kwenye semina, kwenye kufundishwa. Sasa tukija hapa kwenye taarifa ya viongozi, na nataka wewe umeipokeaje kwamba wao baada ya kuulizwa yuko wapi Jonathan Soa, viongozi wanasema kambini hayupo na hatujui alipo. Ni majibu sahihi na au kuna namna labda viongozi wamekwenda tofauti? Sikubaliani nao, kwa sababu mchezaji kama Jonathan Soa anaishi hapa kwa kibali cha Simba Sports Club. Ina maana yeye anapotaka kuondoka ni lazima kuna mawasiliano. Hawezi kuondoka hapa bila. Kwa hiyo wanafahamu alipo. Ila hizo mimi naelewa vilabu vyetu hivi wanafanya ili kuweza kuficha vitu. Kwa hiyo mimi naamini kuna mambo mengi Jonathan Soa na klabu yangu vinaendelea, lakini mimi naamini Jonathan Soa anafahamu alipo na nini hatima Jonathan Soa na Simba itakuja tu soon, kwa sababu naamini vilabu vyetu kuna mambo mengi yanafanyika, lakini Jonathan Soa yupo
Kama hayupo basi atakuwa iko kwao, lakini taarifa viongozi wangu wanayo. Kwa hiyo hiyo ilobakia ni kwa sababu tu ya kuogopa, kwa sababu kuna taratibu pia kwenye swala la hadhi ya wachezaji linaweza likakubana. Kwa nini unashindwa kumruhusu mchezaji kucheza? Kwa nini hafiki hatima? Kama ni judgment lazima itoke, mchezaji ajue yuko out au yuko in, ili aweze naye pia akupambania maisha yake. Sasa kama mnashindwa kwenda kufanya hukumu ya yale ambayo mlikuwa ukiwa umtaki basi mpe taratibu, mpe aishi katika maisha yake. Kama nyinyi mnaendelea kumng'ang'ania, basi bado kuna kitu labda kinaendelea. Fanyeni hatima ya nyinyi na mchezaji ili maisha mengine yaende. Tunaenda kwenye dirisha kubwa. Na chanzo hiki kinasema, kiongozi anasema wanaendelea kumlipa mshahara kama ilivyokuwa kawaida, lakini kauli ya Jonathan Soa mwenyewe ambaye ametafutwa baada ya namba zake ambazo viongozi walizitoa hazikupatikana, ikabidi atafutwe rafiki yake, akaja akapatikana, akasema Jonathan Soa kwa namba hizo hamwezi kumpata. Kwa sasa yupo Ghana, lakini kuna namba hii. Ndio Soa yeye mwenyewe amehoji kwamba hiyo namba kwanza mmeipataje? Mmeipata wapi? Ameshangaa. Baada ya kuelezwa mtu ambaye amewapa, akasema sawa, lakini nimeondoka klabuni, ila mpaka sasa sijui hatima yangu, na ukiniuliza mimi sina kosa lolote ndani ya Simba, lakini imebidi nirudi kwa sababu nimekosa hatima. Na Jonathan Soa anasema amejaribu kupambana kutafuta suruhu, amejaribu kuwaona viongozi, kaongea na kocha, alijaribu mpaka kupambana kuwapata viongozi wa juu ili tu apate hatima yake yeye na club, lakini imeshindikana. Mwisho wa siku ameamua kuondoka kwenda kwao. Kwanza klabu kama Simba Sports Club ndo ameingia mkataba na Jonathan Soa. Kama umeingia naye, kwa nini sasa utafute backup nyingine ya kuweza kumpigia mtu simu? Kama wewe imeshindikana kuweza kumpata Soa, sio kweli Soa yupo. Na kama ni yupo, wanavyotafuta kumpigia mtu mwingine simu, na yeye ndo maana kashangaa kwa nini mnampigia mtu mwingine simu wakati mimi mnafahamu viando vyangu vyote vya kuweza kupatikana. Kwa hiyo kuna vitu bwana Chidi, mimi nafikiri vinaendelea baina ya Simba na Jonathan Soa. Nafikiri wakati sahihi tutakuja kupata majibu. Mimi nafikiri ili swala viongozi wangu hawamtendei haki Jonathan Soa. Fanyeni maamuzi. Hakuna mchezaji mkubwa kwenye klabu. Sasa huo mtazamo wako sasa kwa kumalizia kama ushauri. Mimi nilikuwa naomba kama shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club, nilikuwa nahitaji au naomba wakae chini, wachague moja, kuachana na Soa, aidha kumsamehe kwa masharti arudi au wamwache. Haya mambo kila siku hivi, mchezaji mnamzuia, mchezaji asifanye hivi, mnamuandalate ashuke chini kule kucheza. Anashindwa kucheza sehemu yoyote kwa sababu bado ana mkataba na hawezi kwenda sehemu nyingine yoyote duniani kwa sababu ana mkataba na Simba. Official anajulikana yupo Simba. Kwa hiyo nyinyi mnapokuwa mnaleta zile scenario za kuweza kuleta kwamba kuna hiki tunataka tumfanyie hiki, tufanye hiki, kaeni meza moja na mchezaji bwana, kuanzia sasa hivi. Kwa Simba wanachogoma ni kuwao kumwacha, kwa sababu wanaogopa kulipa pesa nyingi kumlipa Jonathan Soa, na ndio maana wanamshusha chini kuhakikisha kwamba Jonathan Soa mwenyewe ajivunje ili aondoke bila 10, bila 100. Kwamba viongozi wanachokifanya kwa sasa wanapambana Jonathan Soa mwenyewe auvunje mkataba yeye mwenyewe ili Simba wasiweze kuathirika zaidi, kwa sababu unapovunja mkataba wa mchezaji, ina maana Simba Sports Club itaenda kuingia gharama kubwa. Kwa hiyo wanachongangania sasa ni kujaribu kumtoa, kumvunja kisaikolojia, kumshusha chini. Sasa wanamdhalilisha, lakini najua kuna kitu Simba ambacho nakitafuta, sababu ya wao wenyewe yule aondoke au aombe mwenyewe kuvunja mkataba.